wachezaji wao wanapotoka katika majukumu ya timu ya taifa. Na tulitazama kabla sijaingia hapa kipenga extra, kwa maana wachezaji, jumla wachezaji 12 wa Young Africans walikuwa katika majukumu yao ya timu za taifa. Katika hao 12, 6 ni Tanzania kwa maana Taifa Stars, Koreva alikuwepo moja kwa maana Pacome Zouzoua, Diarra alikuwepo Mali, Chad alikuwepo wawili kina Celestine Ekong sambamba na Lassina Kouma, lakini pia Zimbabwe mmoja Prince Dube na Kenya mmoja Duke Abuya. Katika hao 12 wachezaji 8 ni wachezaji ambao wanaanzaga katika kikosi cha kwanza. Yeah, of course. Maana kama unakosa wakosa wachezaji muhimu kwenye maandalizi ya kuelekea kwenye mechi ambayo ni rasmi ya mashindano, wakati mwingine ukiwa kocha kiufundi lazima ikupe changamoto kidogo, hasa katika engo ya kuandaa, lakini inakuwa ni advantage endapo kama kocha wale wachezaji wameenda national team wanapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo hata kufanya assessment inakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo unajua kabisa kama Diarra anapata nafasi national team, unarudi unaangalia Dickson Job anapata nafasi national team anacheza, kwako inakuwa ni rahisi. Lakini pia ukifuatilia vizuri kwenye hawa wachezaji, mfano kwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, hapo kimtoa Jobu, Azizi Andabwile, wachezaji wengine wanaosalia ndio ambao wanapata nafasi ya kucheza. Tunamtaja Jose Edmund John, japo kwenye call up ya awali hakuonekana kama ameitwa. Ndio. Ya manaki alienda kama replacement. Kwa hiyo Edmund John of course tumemshuhudia akicheza, Israel Patmenda pia naye tumemshuhudia anacheza, Ibrahim Baka nje ya huyo of course ni Nondo Mwamnyeto pia amecheza. Kwa hiyo hawa ni rahisi sana kwa mwalimu kufanya assessment kwamba anaweza kaanzia wapi. Kwa wengine ambao maybe hawajapata nafasi, pia atahitaji zaidi muda kuhakikisha kwamba kiasi gani anaweza kaingiza kwenye kikosi chake, hasa kuelekea kwenye mechi ya CAF Champions League dhidi ya Silver Strikers. Lakini pia ukiangalia opponent ambaye anaenda kucheza naye, sio kwamba ni tishio kubwa sana kiasi hicho, kitu ambacho pia kwa Young Africans kwa lile daraja ama standard ambao wameseti, ndio inaweza ikasaidia zaidi upande wao kusema kwamba ni game ambayo kwa dakika chache ambazo mwalimu atakuwa anajaribu kustudy Silver Strikers kwa dakika 45 tu za kwanza, robo ya kwanza, ile dakika 15 za kwanza, anaweza akapata picha kamili kwamba mpinzani wake ubora na udhaifu ambao upo nao, kwa anaweza akatake advantage katika engo hiyo. Kwa hiyo kiufundi of course wakati mwingine inaweza kukosti mwalimu kwa kosa wachezaji muhimu kwenye maandalizi ya game. Na ukiangalia pia engo ya uchovu, wamecheza Zanzibar, muondoka ameenda Dubai. Baada ya hapo tena kuna ruti nyingine. Pacome Zouzoua alikuwa national team ya Cote d'Ivoire, walianza ugenini, amekuja kumalizia nyumbani. Kwa hiyo mpaka warejee leo safari imeanza. Baada ya hapo of course weekend anaingia tena kwenye game. Kwa hiyo ukiangalia huwa kuna mazingira fulani ya uchovu, lakini kuondoka mapema kama siku ya leo maana utapata muda wa kupumzika. Leo tarehe 16. Piga hesabu kesho. Kupumzika ni kesho Ijumaa. Jumamosi wako uwanjani. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, mimi sioni kama mpinzani anaweza akaapa ugumu kiasi hicho Yanga eti kwamba washindwe kumaliza game moja kwa moja kule. Kwa hiyo na heshima maneno yako ambaye kazungumzia Moses Toto daktari, lakini kwa engo ya quality ya Yanga bado ana advantage kubwa zaidi kupata matokeo mazuri. Nsajigwa, kabla ya international break, mashabiki baadhi wa Young Africans walikuwa wakilalama kutokana na aina mpira ambao alikuwa na uongoza coach Romain Folz. Na juzi Young Africans wametambulisha mtaalamu mwingine katika bench la ufundi, kocha msaidizi. Watu wakatarajia kuona mambo mazuri katika kikosi. Lakini kwa hii notion ambayo ametoa daktari wa Young Africans, kutokana na aina ya wachezaji ambao wako nao waliotoka timu za taifa na ambavyo changamoto inavyokuwa kurecover na kurejea katika ari yao ile ya kupambana, watu watarajia nini katika mechi ya tarehe 18? Unajua tukisema ni kitu ambacho ukimsikiliza anasema kipo siku zote. Na amegusia si kwamba ni mara hii ya kwanza, mara zote inavyoisha international break huwa anakutana mchezo mgumu ya kimataifa. Kama hivi sasa wanaenda Malawi, lakini pia hata hizo za nyuma pia inakuwa ni hivyo. Kwa hiyo sio jambo geni. Kunisha kutarajia, maana yake swali lako lina connect na kiwango cha Yanga kilivyokuwa kabla na ambacho kipo hivi sasa. Kulikuwa na factor nyingi sana kwa nini Yanga kunacheza vile. Kulikuwa na issue ya mwalimu, kulikuwa na issue ya sometimes kwa issue ya rotation. Nakumbuka mechi kama Pamba ile kulikuwa na wachezaji wengi sana wapi ambao walianza kwa wakati mmoja, timu ikaonekana inakosa balance.
kulikuwa na issue za chemistry, lakini pia kuna issue za uwezo mchezaji mmoja wachezaji ambao walichambuliwa sana alikuwa ni Celeste Nekwa. Performance ambayo alionyesha mwanzoni, lakini pia timu ya taifa ya Chad na ambacho watu walikuwa wanakiona kwenye ile mchezo na hata mchezo wa nyuma pia wa dabi ambao uliingia kipindi cha pili ikawa vitu tofauti. Kwa hiyo kulikuwa na factor nyingi sana kwa nini Yanga ina perform vile. Kwa hiyo siku chache ambazo Yanga hatujaona ikicheza ni tangu ilikuwa Septemba 30 ile pale Mbeya Champions City hadi kesho kutwa Jumamosi ambayo itakuwa tarehe 19. Maana tunazungumza almost wiki tatu. Tarehe 18. Yes, ni wiki tatu hizo ambazo timu jana ikicheza. Inawezekana mabadiliko yakawepo, lakini hawezi kuwa makubwa kwa kiasi hicho ambacho watu wanatarajia. Kwa sababu hili jambo ambalo linaonekana kwa zaidi hapo kwa mechi za kirafiki afu za mchezo za kirafiki kama TRA pia na timu nyingine. Kile ambacho tukikiona mwanzoni, kwa maana timu ilikaa kambini miezi miwili kumrazi, lakini bado ikaonekana inapata tabu. Kwa hiyo hata mchezo huo wa kesho mabadiliko yanawezekana yakawepo, lakini yasiwe makubwa kama ambavyo watu wanatarajia, kwa sababu muda ni mchache ambao hupo, lakini pia wachezaji wengi sana ambao ni muhimili wa timu wote hawakuwepo. Kwa mfano bezi ya kiungo tu ya Yanga msimu huu amekuwa ni Duke Abuya na Azizi Nabil, hao wote walikuwa ni timu za taifa hawakuwepo. Lakini pia ukija kwa maeneo mengine, from maeneo ya ulinzi, wachezaji wote ambao ni chaguo la kwanza kwenye maeneo wale wote hawakuwepo. Kwa maana yake program ambazo zilikuwa zinaendelea kipindi hichi hazikuwepo. Kitu pekee ambacho mimi nakiamini kwamba Yanga anaenda akiwa anajivunia kiasi kikubwa ni quality ambayo iko nayo ya mchezaji mmoja ukilinganisha na mpinzani ambaye anacheza naye. Okay. Mpinzani ambaye hahitaji Yanga awe kwenye ubora mkubwa sana ndio aweze kufunga Silver Strikers. Kwa sababu hata ile mechi ya Willet Kezi kwa nyingi timu icheze vizuri, lakini Yanga alishinda mechi zote mbili kwa ushindi mzuri tu, bao 3-0 hapa bao 2, agiti goli 5 hizo. Lakini bado Kezi ilikuwepo. Kwa hata hii mechi ni vile pia Silver Strikers ya Malawi ukiwakompea na Yanga, yani ili waweze kumtoa Yanga ibidi Yanga acheze kwenye kiwango kibovu zaidi, lakini kwenye kiwango tu average na nyota ambao wapo nao kwenye kikosi bado ana nafasi ya kuweza kusogea. Kwa macho nakitegemea mimi ni kuona Yanga ikibebwa na uwezo wa mchezaji mmoja kama vile ilikuwa huko nyuma. Issue ya timu inacheza vipi, mwalimu anafanikiwa vipi kwenye falsafa ambayo yuko nayo au idea ambayo yuko nayo, nadhani ni swala ambalo linahitaji muda kidogo na haliwezi kutokea kwa mara moja tu. Yani hizi wiki tatu kila kitu kishabadilika kabisa na timu ianze kucheza vizuri kama ambavyo mashabiki wa Yanga wana dream. Na hata kucheza vizuri ambako wanakutaka pia kuna kutofautiana kwa mitazamo, kwa sababu namna ambavyo mashabiki wa Yanga wanataka timu yao icheze na namna ambavyo mwalimu Romain Folz anataka timu yake icheze ni vitu tofauti. Mashabiki wa Yanga ambao hapo nao kichwani mwao, Yanga ambao itakuwa nakaa na mpira na muda mrefu, wanaotawala mchezo, wao wanaona hizo patterns za kuchezaji kuanzia eneo la mwanzo mpaka eneo la mwisho. Lakini ukiangalia Romain Folz, kitu ambacho anataka kukitengeneza ni timu ambayo itakuwa inacheza kwa speed zaidi kutoka eneo la kati kwenda mbele. Kwa hiyo hivi vyote vitu tofauti. Inawezekana siku hapa Romain Folz akafanikiwa kwenye idea yake ambayo yuko nayo, lakini bado mashabiki wa Yanga wasiweze kuridhika na kile ambacho kinafanyika uwanjani. Na kwa saizi unajua mbona unachozungumzia sio Sajigwa. Katika kipindi ambacho Folz mwalimu anapitia kigumu, ni kipindi ambacho anahitaji zaidi kwanza kutafuta matokeo. Kwa hiyo Romain Folz hapaswi kukosa vitu vyote ya kupata matokeo. Yani inabidi uende katika lengo ya kutafuta zaidi matokeo chanya. Hebu imagine hachezi vizuri afa kana poteza michezo. Mesha itakuwa kubwa zaidi. Umeona kesi ambapo ingekuwa. Kwa unachokifanya ni kwamba save kile ambacho kinachowezekana kwa wakati huo. Kwa hiyo Romain Folz alichoanza nacho ni kutafuta matokeo. Wakati issue nzima ya kutaka ile sex football of course itaendelea kuendelea mbele ya safari. Na kuna improvement ukiangalia. Yani mechi kwa mechi unaona kuna kitu fulani ambacho kinaonekana. Labda kwa kipindi hiki ambacho walikuwa kuiandaa timu, ongezeko pia la Patrick of course kwenye benchi la ufundi. Tunataka tuone Mabedi, tunataka tuone kwamba kuna kitu gani cha ziada ambacho kimekuja kuongezeka. Na sitaki sana kumlaumu Romain Folz kutokana pia na mazingira ambayo alikuwa anajaribu kuweza kuimplement kimbinu, lakini pia kujua ubora wa mchezaji mmoja kwenye mechi rasmi. Maana unajua kifikia pale unafanya rotation ya kikosi wachezaji 6-7. Yani kila mechi na rotation wachezaji wastani wa 5 na kuendelea. Huwezi kupata kitu bora. Yani kutoka kwenye kikosi chako ambacho unajua kabisa hiki ni cha matokeo. Ukishafanya tu rotation, kuna vitu lazima obviously of course vitaharibika. Kwa hiyo ndio. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia baada ya kufanya rotation kwenye mechi karibu 4-5, ukienda ligi ya mabingwa, ukija ligi kuu ambazo kacheza so far alikuwa na mabonanza hapa. Baada ile rotation, nafikiri kuanzia kwenye mechi ya Malawi dhidi ya Silver Strikers, tuweza kuanza kuona msingi wa Romain Folz
namna gani timu yake itacheza na kuhakikisha kwamba mashabiki. Swali ambalo lililokuwepo msingi, umezungumza kwa maana baada ya rotation nyingi tunatarajia kuona msingi ndani ya kikosi cha Young Africans kwa mechi ya kesho kutwa dhidi ya Silver Strikers. Lakini hapa tumemention wachezaji ambao walikuwa national team na kauli ya daktari aliyozungumza. Si tutarajia kuona rotation ile ikiendelea, ama hawa anaweza kuwa overdose na kuanzisha katika kikosi cha kwanza? Kama msikiza msajili anazungumzia issue nzima ya aina mpinzani ambaye anaenda kucheza naye. Hata kama Yanga hatocheza katika ubora ule ambao maybe kila mtu anatamani, lakini possibility Yanga kushinda hiyo game ni kubwa sana. Kwa hiyo kitakachofanyika ni kwamba unaanza kucount mechi ya Silver Strikers na mechi nyingine zitakazofuata. Na ndio maana nimesema kwamba point yangu kuanzia mechi ya Silver Strikers, Young Africans inaweza kaanza kuwa na utofauti mkubwa zaidi chini ya Romain Folz. Manaki yeye amefanya rotation, ashabaini ubora na udhaifu wa wachezaji wake. Nani anaweza kaanza kwenye kikosi cha kwanza? Na ni kawaida sana kwa kocha yote ambaye ni mgeni, anatamani ampe nafasi mchezaji aone kwamba ana kitu gani cha ziada. Tumetoka kuzungumzia national team hapa. Si tulikuwa tuna wachezaji regular ambao mara kwa mara tunawashuhudia. Sasa hizi tumeona kuna rotation nyingine ambayo imefanyika. Chikola anakuja, Edmund John anakuja, anaitwa kwenye kikosi, anapewa nafasi, wakina Diego. Pale mwalimu ndo atajua kwamba anachuja vipi kikosi changu labda cha kuelekea kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo ukirudi pia hata kwa Romain Folz katika kipindi ambacho kapitia hiki kigumu chote mpaka mechi ya Mbeya City ambayo ilidondosha alama 2. Kwangu mimi na count hii mechi ya Silver Strikers inaweza kuwa ni mechi ya kwanza kuanza kumshuhudia sasa Romain Folz wa tofauti sana pamoja na mechi ambazo zinazofuata. Kwa hiyo baada ya lawama ambazo zilikuwa zimechukua nafasi hapa katikati, of course mimi Romain Folz namuona tofauti zaidi kuanzia sasa. Na hapo pia kwa brain inawezekana ikawa hivyo, lakini pia itategemea sana na viwango vya wachezaji. Unajua hapa katikati inawezekana mwalimu alisema sana, lakini kuna baadhi ya nyota walidogo viwango. Mfano mtu kama Mudassir haya. Aliyemaliza CHAN na aliyecheza ile michezo miwili ya mwisho ya kufuzu World Cup. Na yule alikuja kuanza kwa Yanga ni watu wawili tofauti. Yule wa CHAN alikuwa kwenye peak, ambaye hata msimu uliopita alimaliza vizuri mechi 4 hivi. Vizuri kabisa. Kwa hiyo mechi 4 za mwisho kwa vizuri sana. Huko mwishoni inaonekana kama nisho ya fatiki na uchukua vitu kama hivyo, naye hakuanza vizuri. Na huyu ni miongoni mwa wachezaji tegemeo sana tena kwenye base ya kiungo kwa pale. Na wachezaji wengine pia, mfano nimemtaja hapa Celeste Neku, miongoni mwa wachezaji ambao inawezekana matumaini yalikuwa ni makubwa sana kwa mashabiki wa Yanga ni yule. Lakini tumeona wote hapa anapewa nafasi, end product imekuwa ni mbovu sana. Kwa wakati mwingine sio issue tu ya mwalimu, pia hawa wachezaji namna gani ambavyo viwango vyao vitakuwa ni vizuri, pia itamsaidia mwalimu aweze kufanya kitu kizuri. Mtu mwingine ni Musa Balakonte. Ndio eneo ambalo ameondoka, ndio eneo ambalo ameondoka Aucho, ndio eneo ambalo ameingia Musa Balakonte. Ni wachezaji wawili kwa tofauti kwa maana ya sifa, lakini ni eneo ambalo ili Yanga icheze vizuri, ili Yanga icheze mpira ambao wanautaka, lazima kwenye bezi ya kiungo iwe na watu haswa. Musa Balakonte ni mkabaji. Lakini tangu ameingia hata ile sifa yake mama tu ya ukabaji bado yuko vile. Yaani mtu kama vile ambaye ana pressure kitu kama hicho inawezekana labda kwa sababu ya usajili wake ulikuwa unazungumzwa sana. Hajafanya vizuri mpaka mdau Musa Balakonte. Mwingine ni Lassana Nkoma. Huyo ni mchezaji mzuri sana ambaye kwa sifa ambazo alikuwa nazo kutoka alivyokuwa Stade Malien, hata timu ya taifa achaje anavyocheza, kuna kitu ambacho mashabiki walikuwa wanatarajia kwamba Lassana Nkoma akija kikosi cha Yanga atakuwa hivi. Lakini tangu amekuja kwa muda mchache ambao amecheza, ambao amepewa ikiwa matameshi ya Pamba ambao alianza, hajawa Lassana Nkoma yule ambaye inawezekana Yanga kipindi wanamsajili kutoka Stade Malien walikuwa wanamhitaji. Kwa hizi factors kuzijumlisha zote pia zinaathiri performance ya Yanga. Kwa hiyo Yanga wajipate wacheze vizuri, sio kesi tu ya mwalimu peke yake, hata pia mchezaji mmoja mmoja pia wanahitaji kuimprove viwango vyao.